Taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania TAWIRI imegundua dawa ya mimea ya kuotesha nywele au kuzuia nywele kutoka kwa binadamu baada ya utafiti huo kufanyika kwa kipindi cha miaka 12 na baadaye kupata dawa hiyo. Kung'arisha ngozi au kuondoa makunyanzi kutokana na mmea unaoitwa mugufe. Mmea huu wa mugufe baadhi ya makabila wanauita mpafa. Na kwa Kiingereza unaitwa evergreen shrub, na kwa kabila la Kidatoga wanauita equida, na kisayansi unaitwa Maerua edulis. Sasa huu mmea wa mgufe kama nilivyosema, tumepata hataza ya uwezo wa kung'arisha ngozi na vile vile kuondoa makunyanzi. Na Wadatoga wanatumia huu mmea wa mgufe ambao wanauita equida kutibu minyoo, kutibu tumbo, lakini na kutibu ngiri. Akiongea na waandishi wa habari kuhusu ugunduzi wa dawa ya kuotesha nywele au kuzuia nywele kutoka kwa kutumia mmea uitao mporojo, kurugenzi wa utafiti kutoka TAWIRI Dr. Julius Keyu amesema kwamba taasisi hiyo imefanya utafiti kwa kipindi cha miaka 12, hatimaye imepata dawa hiyo kwa watu wenye changamoto za vipara pamoja na nywele kutokuota. Lakini utafiti wetu ukaenda zaidi na tukagundua kitu ambacho jamii ilikuwa haikijui. Tukagundua uwezo wa huu mmea wa mgufe kung'arisha ngozi na vile vile kuondoa makunyanzi. Na uzuri, hivi ni vipodozi vya asili ambavyo havina kemikali yoyote. Hataza hii ya mgufe bado tunayo, haijapata mtu wa kuinunua. Kwa hiyo tunakaribisha kampuni yoyote au mtu yeyote ambaye anahitaji awasiliane na sisi, naye akatengeneze mazao mbalimbali kwa ajili ya kung'arisha ngozi na vile vile kuondoa makunyanzi. Hataza ya tatu ambayo ni ya mwisho ambayo tumegundua inafanana na ile ya kwanza, ile ya kuotesha nywele au kuzuia nywele kutoka, lakini hii ni kwa kutumia mti mwingine, mmea mwingine unaitwa chimbulei. Huu mmea chimbulei makabila mengine wanauita kigwala, na mmea huu kwa Kiingereza unaitwa apolit, lakini jina lake la kisayansi unaitwa Loncocarpus eriocalyx. Na Wasonjo huu mmea wanauita ekurehe, na wao wanautumia kutibu kikohozi na mafua. Lakini sisi utafiti wetu wa mimea inayotumika kwa tiba asili ulienda mbali, na tukaenda tukagundua uwezo wa mmea huu vile vile kuotesha nywele, lakini vile vile kuzuia nywele kutoka. Na hataza au patent ya mmea huu wa chimbulei nao formula bado tunayo, teknolojia tunayo, bado haijanunuliwa. Tunakaribisha makampuni, tutaendelea kuitangaza kama kuna kampuni ambayo inahitaji teknolojia kwa ajili ya kutengeneza dawa au vipodozi vya kuotesha nywele au kuzuia nywele kutoka, kuingia katika makubaliano pamoja na taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania. Na watafiti katika taasisi ya utafiti wa wanyamapori walioshiriki katika utafiti huu ni mimi mwenyewe Julius Keyu kama mkurugenzi wa utafiti, lakini tuna Dr. John Bukombe tunaye kwenye chumba hiki, lakini vile vile tuna Dr. Angela Mwakatobe ambao ni watafiti waandamizi katika taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania. Lakini tulikuwa na taasisi nyingine washirika, hasa kwa kuzingatia kwamba uwezo wa vifaa kwa Tanzania kwenye utafiti huu bado hatuna. Tulikuwa na taasisi ya bioanuai ya Korea inaitwa National Institute of Biological Resources, NIBR, tulishirikiana nao. Lakini vile vile tulikuwa na taasisi ya tiba asili Tanzania, Institute of Traditional Medicine, ambayo iko chini ya Chuo Kikuu cha Afya ya Sayansi Muhimbili. Hizi ndizo taasisi ambazo zilishiriki katika ugunduzi huu. Asanteni sana. Pamoja na hayo, amesema kwamba TAWIRI ni taasisi ya wanyamapori, lakini pia inapofanya tafiti hizo inakwenda sanjari na mmea, na ndio maana wamebaini mmea huo wa mporojo unasaidia nywele kutoka na kukua zaidi, na kusaidia wale wenye changamoto za nywele kutokuota kwa wanawake na wanaume.
hizi shampoo tumeshatoka kwenye majaribio kwa sababu zimeshapata kithibitisho cha ubora kutoka kwenye hiyo kampuni ilipokamilisha kutengeneza. Kwa hiyo zina ubora wake umesharuhusiwa na mpaka kuna leseni ya kuuza, sale license. Kwa hiyo tayari zimeshathibitishwa, sio tena za kwenda kufanyia majaribio. Hivi zimeshathibitishwa na zinafanya kazi. Kwa hapa Tanzania tuna watu wachache ambao ni mashuhuda, tumeshawapa na wameshatumia. Mmoja nimemuomba atuletee, unaona kameshabaki tu kama ameshamaliza yote na naisifia na nauliza iko wapi nyingine. Kwa hiyo ameshatumia na hana madhara yoyote na imeisha hii ya wanawake. Kwa hiyo tulishatoka katika majaribio, tuko katika matumizi, ubora ushathibitishwa na leseni ya kuuza ilishapewa hiyo kampuni yetu. Watu ambao hawana nywele kabisa, ambao wana kipara kabisa, hao inabidi atumie kwa muda mrefu. Inafaa kwa wale ambao ndio kinaanza kuzuia na wale ambao ni cha kiasi, lakini yule ambaye ilishaisha zamani inabidi atumie kwa muda mrefu, kwa sababu zile mizizi ya nywele au hair follicle au hair bulb zinakuwa zilishapungua sana.